محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Ndugu Islam, kuruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kunaambatana na taqwa. Taqwa Allah ni sababu kubwa ya mwanadamu kuwasiishiwa katika riziki. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Na yule atakayemwogopa Allah akachunga amri za Allah akawacha makatazo ya Allah, huyo Allah atamruzuku katika namna asiyotarajia. Kwa hiyo yeyote ambaye atachunga mipaka ya Allah, akafuata amri akawacha makatazo, akajipamba na hilo jambo linaloitwa taqwa Allah, basi atakuwa amefanya sababu kubwa ya kupata uwasaa wa riziki yake. Kuna watu wanaona kwamba yeye akichuma hata kwa njia ya haramu basi ndio anaongeza pato lake, lakini kumbe ni kwamba Allah hakuweka baraka katika chumo la haramu. Baraka ndiyo sababu ya mwanadamu kunufaika na kipato chake. Allah anasema yamhaqu Allahu riba, Allah anaifuta baraka mali ya riba, wa yurbi sadaqat, na anaongeza katika sadaqat. Ukitoa sadaka umeufungua mlango wa baraka, utaona nyingine zitakapozalika, riziki nyingine za kheri. Lakini ukiingia katika riba umefunga milango ya baraka. Na ndio maana mtu anaweza akaona kwamba anaingiza kingi lakini pia kinatoka kingi, kimekosa baraka. Na mwingine anaingiza kidogo katika pato lake, lakini kwa sababu ya baraka kidogo kile kinabaki. Tuchukulie mfano, mtu anapata tu mshahara mdogo sana, lakini Allah anamtilia baraka mpaka unamaliza mwezi mshahara wake hajaumaliza, kwa sababu zinakuja riziki nyingine katika namna asiyotarajia. Na mwingine anapata pato kubwa, lakini kwa sababu ni la riba, Allah humtia maradhi mwanawe, mkewe, gari ikaharibika, nyumba ikabomoka, duka limeungua. Ina maana kwamba atatumia mali mote humo kurekebisha, kumtibu mke, kumtibu mtoto, kuitengeneza gari, kununua kiatu kingine kwa sababu chake kimeibiwa. Yote hayo ni kwamba amekoseshwa baraka ya riziki yake. Kwa baraka ni kitu kikubwa. Watu wanaona kuongeza mitaji hata kama kwa njia za haramu ni kuongeza kipato. Kumbe riziki iliyokadiriwa kwa mwanadamu itakuja hiyo iliyokadiriwa. Wingi wa miradi ni wingi wa mifereji. Katika tanki yenye lita 5,000, mfereji mmoja ukiufungua ukauweka wazi, ungeuweka mmoja tu, zingetoka lita 5,000. Na ukiweka mifereji 10, lita zitakazotoka ni ngapi? 5,000, kwa sababu ni tanki ya lita 5,000. Kwa hiyo kiwango cha riziki kilichoandikwa kwa ajili ya mwanadamu kikakadiriwa ni hicho hicho, tukitafute kwa njia ya kheri. Kuna sahaba anaitwa Ibn Mas'ud anaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, laysa min amalin yuqarribu min aljannati illa qad amartukum bih, hakuna amali yoyote ambayo inamkurubisha mtu na pepo ila mimi mtume wenu nishakuamrisheni amali hiyo. Wala amal yuqarribu min an-nari illa waqad nahaytukum anhu, na wala hakuna amali ambayo inampeleka mtu motoni isipokuwa nimekukatazeni. Kila zuri linalopeleka janna nimekuamrisheni, na kila baya linalopeleka jahannam nimekukatazeni. Mtume akasema, fala yastabti anna ahadun minkum rizqa, basi mmoja wenu asije akaona riziki yake inachelewa. Fa inna jibrila alqa fi ru'i, kwani Jibril ametia ndani ya moyo wangu, anna ahadan minkum, kwamba yeyote kati yenu
lan yakhruja min ad-dunya hatta yastakmila rizqa, hataondoka duniani mpaka ajikamilishie riziki yake. Fattaqullaha ayuha nas, basi muogopeni Allah enyi watu. Wa ajmilu fi talab, na tafuteni vyema. Ajmilu maana nini? Fanyeni vizuri katika utafutaji. Fa in istata'a ahadun minkum rizqa, mmoja wenu akiona riziki yake inachelewa, fala yatlubuhu bima'siyati llah, asije akaitafuta kwa njia ya maasi. Fa inna Allaha la yunalu fadluhu bima'siyati, kwani hakika Allah fadhila zake hazipatikani kwa kuwasiwa. Huwezi kupata fadhila za Allah kwa njia ya kumwasi. Kuna watu wanaona riziki zinachelewa, akaona afungue baa, afungue kituo cha ulevi, afanye jambo hili la haram au lile, au afungue kituo cha kamari. Lakini haya mambo haya ni maasi, na fadhila za Allah hazichumwi kupitia nini? Kupitia uasi. Fadhila zake zinachumwa anapotiiwa, na pale ndo anapoweka baraka katika kipato na kikawa na kheri na manufaa. Kwa hiyo tuchunge sana katika kazi zetu, kwamba kazi zetu ziwe na ucha Mungu na uhalali, tusiingie katika njia za haramu tukaja tukakosesha baraka ya pato letu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.